Sasa kwa sababu muasisi wa chama chetu alipoanzisha hiki chama alikianzisha katika mazingira ya chama cha kidemokrasia, na hata ukisikia jina letu alichagua jina zuri. Wengine waliweka majina ya kizungu, National Convention sui for what, Tanzania Labour sui nini. Chama chetu kina jina la Kiswahili, maneno rahisi, chama cha demokrasia na maendeleo. Aliamini katika mambo mangapi? Democracy na development, demokrasia na maendeleo. Na hayo ndio yaliyosababisha akatofautiana na Mwalimu Nyerere kwa heshima, kwamba tunataka tuendeshe uchumi wa aina gani, lakini pia uwe uchumi unaoruhusu watu kujieleza, watu kuchagua, watu kuchaguliwa, watu kupata fursa za uongozi, na wananchi wao ndio wawe wanini, ndio wenye mamlaka ya mwisho. Kwa chama chetu ni chama cha mrengo wa kati kulia, ambacho kinaamini katika demokrasi, kinaamini katika soko huru la watu kufanya una biashara yako unafanya bila bugdha, na serikali inatimiza wajibu wake, unalipa kodi. Tunaamini katika misingi ambayo rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya kuendeleza watu wetu, sio kuendeleza wageni. Hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei. Ndio maana kwa wale ambao hawaelewi chama hiki, historia ya ukuaji wa chama chetu kilipoanza kilikuwa na wabunge wangapi? 4. Mwaka 95 uchaguzi wa kwanza tulioshiriki. Na nitakuwa nazungumza sasa kwa ujumla katika maadhimisho ya miaka 33, lakini nazungumzia zaidi huu mbuyu mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba 1, kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu sio jambo dogo, muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo kilikuwa na wabunge 4. Mwaka 2000 kikapata wabunge 5 na halmashauri ya kwanza ya Karatu. Na chama hiki kimechangia mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi au sera za nchi tangia uwepo wake. Kwa mwaka 95 tulipopata halmashauri ya kwanza, mwaka 2000 halmashauri ya kwanza ya Karatu, ndio chama kilichofuta kodi ya kichwa kwenye halmashauri pekee nchi hii kule Karatu. Nyie wale watu wazima wanaelewa kwamba huko nyuma kulikuwa na kodi inaitwa kodi ya kichwa. Ilikuwa kero, ikifika watu wanakimbia miji nyumbani kwao. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza iliyofuta kodi ya kichwa nchi hii ni halmashauri ya Karatu ya Chadema. Na kwa wale waliokuwepo wanakumbuka wakati ule Rais Mkapa alisemaje kuhusu kufuta hiyo kodi. Ikafuta kodi ya baiskeli inaitwa mchirizi. Zamani ukiendesha baiskeli unachajiwa kodi. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza kufuta ni ya Chadema. Mwaka 2005 tukapata idadi pia ya wabunge, ambapo halmashauri ya kwetu pia ya Hai ikawa ndio halmashauri ya kwanza kuintroduce hizi shule zinazoitwa shule za kata. Naeleza haya ili muelewe historia ya chama hiki alichokianzisha Mzee Mtei, jinsi ambavyo kimechangia leo maendeleo makubwa katika nchi yetu.